Karibu mtazamaji katika kipindi maalum cha Rais Dr. John Pombe Magufuli, kipindi ambacho kinaangazia shughuli ya uzinduzi wa mfumo wa uhamiaji mtandao sambamba na hati ya kusafiria ya kielektroniki, zoezi lililofanyika Jumatano ya Januari 31 mwaka 2018 katika makao makuu ya uhamiaji yaliyoko Kurasini jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, wastaafu na walioko madarakani, wakiwemo pia mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa Tanzania. Mara baada ya kuwasili katika jengo la makao makuu ya uhamiaji akiwa ameambatana na mkewe Mama Janet Magufuli sambamba na viongozi wengine akiwemo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, Waziri wa Mambo ya Ndani Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, miongoni mwa viongozi wengine, Rais Dr. Magufuli amepata fursa ya kuchukuliwa alama za vidole pamoja na mkewe Mama Janet Magufuli kwa ajili ya kuandaliwa hati mpya za kielektroniki za kusafiria na kupata maelezo kadha wa kadha. Baadaye, Waziri wa Mambo ya Ndani Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akapata fursa ya kuwakabidhi viongozi mbalimbali hati zao mpya za kusafiria, akiwemo Rais Dr. John Pombe Magufuli na mkewe Mama Janet Magufuli, Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, viongozi mbalimbali wastaafu akiwemo Alhaji Al-Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mstaafu Mheshimiwa Amani Abeid Karume, miongoni mwa viongozi wengine. Akitoa maelezo ya awali kwa Rais Dr. Magufuli na viongozi waalikwa, Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Dr. Anna Peter Makakala akaelezea kwa ufupi mchakato wa uanzishwaji wa mfumo wa uhamiaji mtandao. Mheshimiwa Rais, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilisaini mkataba wenye thamani ya shilingi dola za Kimarekani milioni 57,817,901.96 ikiwa pamoja na kodi na kampuni ya HID Global yenye makao makuu yake nchini Marekani tarehe 4 Septemba 2017. Hatua hiyo ilifikiwa kwa kuzingatia ubora na kuaminika kwa teknolojia ya HID Global ambayo ilikidhi vigezo vyote muhimu kama vile uzoefu wa muda mrefu katika utoaji wa pasipoti kielektroniki, uwezo wa kusambaza malighafi za pasipoti za kielektroniki na mfumo wa uchapaji na ushahidi katika biashara. Mheshimiwa Rais, mfumo wa uhamiaji mtandao ni muunganiko wa mifumo mbalimbali ambayo imesanifiwa kufanya kazi kwa pamoja, kuhifadhi na kutoa taarifa kwa mtumiaji na wadau wa uhamiaji za kiuhamiaji. Kupitia mfumo huo, idara inatarajia kutoa pasipoti za kielektroniki, kutoa visa za kielektroniki, vibali vya ukaazi vya kielektroniki na udhibiti wa mipaka wa kielektroniki. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la mradi huu ni kuimarisha ulinzi na usalama wa mipaka nchi yetu, kudhibiti ukusanyaji wa maduhuli ya serikali pamoja na kuimarisha utoaji wa huduma za kiuhamiaji kwa raia wa Tanzania na wageni wanaoingia na kuishi hapa nchini kwa madhumuni mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo wa uhamiaji mtandao utakuwa na manufaa yafuatayo kwa mwananchi na serikali: kuunganisha mifumo yote ya utoaji huduma na kuwezesha mawasiliano ya kielektroniki katika vituo vyote vya uhamiaji. Hii itawezesha idara kutoa huduma bora na kwa wakati kwa mwananchi. Kuunganisha mifumo ya huduma ya idara ya uhamiaji na mifumo ya wadau wengine kama vile vitambulisho vya taifa, mamlaka ya usajili, udhamini na ufilisi RITA, National Internet Data Center, jeshi la polisi Interpol, mamlaka ya mapato Tanzania TRA, BRELA, idara ya wakimbizi Tanzania Tourist Board na Government Electronic Payment System. Hii itarahisisha utendaji kazi kwa taasisi husika. Kudhibiti na kutunza kumbukumbu za raia na wageni wanaoingia na kukaa na kutoka nchini kwa madhumuni mbalimbali. Pia itasaidia kusimamia utoaji wa visa kwa wageni wanaohitaji kuingia nchini kwa madhumuni mbalimbali. Kupitia mfumo huu, muombaji atawasilisha maombi yake kwa njia ya kielektroniki. Hii itasaidia idara kupata taarifa za mgeni na kuzifanyia kazi kabla mgeni hajaingia nchini. Kusaidia kudhibiti upotevu wa maduhuli ya serikali. Kupitia mfumo huu mpya wa visa wa kielektroniki, idara inatarajia kuvuta watalii wengi zaidi kuingia nchini kwani wataweza kuomba visa popote walipo na kufanya malipo kwa njia ya kielektroniki. Mheshimiwa Rais, mradi huu unatekelezwa kwa awamu 4.
Awamu ya kwanza ya mradi ilihusu kuendeleza na kufunga mfumo wa passport, e-passport solution, kusanifu vitabu vya kielektroniki vya passport 1.5 milioni pamoja na miundombinu ya ndani na miundombinu ya nje katika ofisi za mikoa 31 ambayo 16 tayari makao makuu uhamiaji Dar es Salaam, afisi kuu ya uhamiaji Zanzibar pamoja na National Internet Data Center. Awamu hii ilianza kutekelezwa kuanzia mwezi wa Septemba 2017, imekamilika mwezi Januari leo, ambapo passport ya kielektroniki tunaizindua rasmi. Awamu ya pili itahusu kuendeleza na kufunga mifumo ya visa na kielektroniki, hati za ukaazi za kielektroniki na kuunganisha katika mikoa yote 31 kwenye mfumo mama iliyopo hapa makao makuu data center. Aidha, katika awamu hii mfumo wa web portal kwa ajili ya waombaji wa pasi, visa na vibali kupitia mtandao utaanza rasmi kwa huduma zote hizi. Awamu hii inatarajia kuanza mwezi Februari na kukamilika mwezi Juni 2018. Mheshimiwa Rais, awamu ya tatu itaanza na kufunga mifumo ya kudhibiti watu wanaoingia na kutoka nchini, e-border management system, pamoja na miundo mbinu ya uwekezaji wa mtandao wa mawasiliano wa mifumo husika katika ofisi na vituo vyetu vya mipakani 80. Tunatarajia kuanza awamu ya tatu rasmi kuanzia mwezi Juni 2018 mpaka Septemba 2018. Na awamu ya mwisho ya 4 itakuwa ni kupanua huduma za uhamiaji mtandao katika ofisi za balozi zetu zilizopo nje ya nchi pamoja na wilaya zenye shughuli nyingi za kiuhamiaji. Awamu hii itaanza baada ya awamu ya tatu kukamilika na inategemewa kuanza mwezi Septemba hadi Disemba mwaka 2018. Matarajio yetu ni kumaliza awamu zote 4 kabla ya mwisho wa mwaka 2018. Dr. Lameki Mwigulu Nchemba ni waziri mwenye dhamana na Wizara ya Mambo ya Ndani, ambapo naye kwa uchache akapata fursa ya kuelezea mfumo huo kama njia muhimu ya kufuta makosa yaliyokwisha jitokeza katika utoaji wa hati za kusafiria hapo awali. Mfumo huu utaanza na utoaji wa passport za elektroniki kama ilivyosemwa, na tutaendelea na huduma zingine zikiwemo utoaji wa visa za kimtandao, vibali vya ukazi vya kimtandao, pamoja na usimamizi na udhibiti wa mipaka wa kimitandao. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa kuwa tuko hewani, niwajulishe tu Watanzania kwamba leo na sisi umetuwekea alama moja kubwa sana ya uongozi wako wa alama, kwamba jambo hili la passport si tu litatoa huduma, bali linaipeleka Tanzania katika hatua moja muhimu na ya kihistoria ambalo linarejesha heshima yake ya Tanzania kuwa nchi ya mfano, kutoa mifano ya kiuongozi kwa nchi zinazozunguka Tanzania pamoja na kusini mwa jangwa la Sahara. Umeshafanya mengi kwenye idara zingine katika kipindi kifupi cha uongozi wako, ukianza na utoaji wa zaidi ya bilioni 20 kwa ajili ya elimu bure kila mwezi, ukija zaidi ya nusu trilioni kwenye afya, ukija utekelezaji wa umeme vijijini kwa zaidi hata ulivyoagizwa na ilani ya uchaguzi ya CCM kwa zaidi ya 40%, ukiwa umevunja rekodi ya fedha za akiba ambazo ni zaidi ya miezi 5. Nadhani jambo hili liliwahi kutokea labda kabla ya vita vya Idi Amin. Ununuzi wa ndege, standard gauge, pamoja na flyover kubwa ambayo watani zangu wa kutoka Mara hapa Dar es Salaam tayari wameshaanza kuwa naenda kupigia picha, na wengine wanapiga picha wakiwa na uniform. Leo umebisha hodi kwenye wizara yetu na unatuwekea jambo la kihistoria, na si tu historia bali historia ya heshima, kwani mradi huu ungeweza kutekelezwa lakini ukatekelezwa vibaya, lakini kwa maelekezo yako umetekelezwa vizuri. Bidhaa imetoka ya kiwango cha juu, lakini huku ikiwa cost effective, ikiwa na gharama nafuu. Hii inaleta kuenenda kwa vitendo kwa maelekezo yako ya matumizi bora ya kodi za Watanzania. Kwa hiyo uzinduzi huu wa mfumo huu ni hatua muhimu sana katika mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa unaowezeshwa na udhaifu katika mifumo isiyosomana, hasa katika ukuaji katika karne hii ambayo teknolojia imekuwa. Hatimaye Rais Dr. John Pombe Magufuli
akawahutubia viongozi, wageni waalikwa na wananchi waliojitokeza katika uzinduzi wa mfumo wa uhamiaji mtandao, ambapo mbali na kukumbushia wajibu na majukumu yanayodhihirisha umuhimu na unyeti wa idara ya uhamiaji, pia akagusia baadhi ya mapungufu katika idara hiyo. Kazi kubwa katika miaka ya hivi karibuni, idara hii ililegalega kiasi. Ninyi nyote hapa ni mashahidi wa namna nchi yetu ilivyogeuka kuwa mchochoro wa uhamiaji haramu. Kila siku vyombo vya habari vilikuwa vinaripoti pasipoti zetu nazo zilikuwa zikigawiwa kiholela na kuwapa fursa wahalifu kuzitumia vibaya, wakiwemo wafanyabiashara wa madawa ya kulevya. Hii imeharibu sana taswira ya nchi yetu, na hivyo kufanya baadhi ya Watanzania kupata tabu kuingia kwenye baadhi ya nchi. Ninyi wote ni mashahidi, na hasa Watanzania ambao wameshuhudia tabu wanapozipata wanapokwenda nchi zingine. Kishaonyesha passport ya Tanzania, unakaguliwa kweli kweli, unasumbuliwa kweli kweli, unakaa kwa muda mrefu kweli kweli. Wengine wamepewa passport za Tanzania huku wakimiliki passport za nchi nyingine, kinyume kabisa na sheria za nchi yetu ambayo inataka mtu apewe ambaye ni Mtanzania. Sambamba na hayo, vibali vya ukaaji pamoja na uraia wa nchi yetu navyo vilitolewa bila kuzingatia taratibu. Kuna raia wengi wa kigeni walipata uraia bila kuwa na sifa stahiki, na wapo wengine walipata mpaka vyeo vikubwa tu ndani ya serikali wakati sio raia wa Tanzania, na wapo waliopewa vibali vya ukaaji kiujanja ujanja, wengine hawana sifa kabisa. Lakini zaidi ya hapo, hata ukusanyaji wa mapato ya visa na vibali vya ukaaji ulikuwa hauridhishi. Fedha nyingi zilikuwa zikipotea. Haya ni baadhi ya mapungufu yaliyokuwepo katika idara hii, ambayo yalifanya watu wengi waione idara hii kuwa imeshindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Na hili lazima niliseme wazi bila kumumunya maneno. Na hii ndiyo moja ya sababu zilizonisukuma mimi kufanya mabadiliko ya uongozi wa idara hii. Nikamteua mwanamama Dr. Makakara kuwa kamishna mkuu. Nimemteua mwanamama kwa sababu wanamama wengi ni waaminifu. Nina uhakika atazingatia uaminifu wake katika kushughulikia kazi hii. Namshukuru, ameanza vizuri. Nafahamu kuwa mapungufu niliyoyataja hapo bado yapo, lakini natambua jitihada alizoanza nazo kuchukua yataweza kupungua kama si kumalizika kabisa. Namuhimiza aendelee kushughulikia mapungufu hayo bila uoga wowote, na nawasihi watumishi wa idara ya uhamiaji muendelee kumpa ushirikiano wa kutosha, na nimeambiwa mumeanza kutoa ushirikiano wa kutosha kwake. Asanteni sana. Pamoja na mambo mengine, Rais Dr. Magufuli anaelezea namna wajanja wachache walivyokuwa wamejipanga kujinufaisha na mradi huo. Mimi nafahamu vizuri mradi huu na nimekuwa nikiufuatilia kwa karibu. Haikuwa jambo rahisi kufikia hatua hii. Kamishna mkuu wa uhamiaji ameeleza hivi punde kuwa gharama za mradi huu ni dola za Marekani milioni 57.82, sawa na takriban shilingi bilioni 127.2. Lakini awali ulipangwa kutekelezwa kwa dola za Marekani milioni 226, sawa na bilioni 400. Walipanga kutupiga kwenye pesa za Watanzania. Na ndiyo maana msishangae kwenye siku za nyuma kidogo pamekuwepo watu wakizunguka sana, wakipiga vita sana process hii, kwa sababu walijua wanataka kutengeneza bilioni 400. Walijua Tanzania bado ni eneo la kuchuma.
tuliwazuia na waendelee kuzunguka sana. Tukainvolve vyombo vya dola, immigration, polisi, TC, e-government na wengine, wakafanya uchambuzi wa ndani wa kutosha. Napenda nimshukuru sana ubalozi wa Ireland na mwakilishi balozi wa Ireland ambaye yuko hapa, ambaye alisimama imara kuidhamini serikali ya Ireland kuidhamini Tanzania katika shughuli hii, mpaka kupatikana kampuni nzuri kutoka Marekani ambayo badala ya kutengeneza hizi passport za electronics kutoka dola milioni 226 zikashuka mpaka dola 57.82, kutoka bilioni 400 hadi bilioni 127. Na wapongeza sana Dr. Makakara, na kupongeza sana Wizara ya Mambo ya Ndani, na wapongeza sana Waziri wa Mambo ya Ndani. Baada ya kujua hili, kwa sababu nilipomteua kupeleka pale, nikamwambia kuna mchezo mchafu unachezwa pale, ndio Bongoland, na Wizara ya Mambo ya Ndani ina changamoto nyingi. Sasa immigration mumezitatua hizo changamoto, asanteni sana. Na ndiyo maana Commissioner General wa Immigration aliponiambia wanahitaji nyumba za wafanyakazi wa immigration Dodoma, sijatoa kwa taasisi nyingine nyumba, lakini nilitoa hela serikalini tukawapa nyumba 103 kule Dodoma. Ni kwa sababu ya uzalendo ambao nimeanza kuona. Na leo pamoja na kwamba hamjaniomba, lakini mimi nimekuja kujiandaa tena kutoa hela nyingine. Makao makuu mmeshakubali kuhamia Dodoma, na hapa palivyokaa hapa hapakai kama makao makuu ya immigration. Ninajua kuna baadhi ya wafanyakazi watalaumu kuhama hapa kwa sababu ya mabanda yale wanavyotumiaga mbinu zao za kutengeneza michuzi, lakini ni lazima tuwe na jengo zuri ambalo limekaa kweli kama makao makuu ya immigration, lina parking nzuri, na mtu atakapotoka mahali mbali ajue kabisa anakwenda kushughulikiwa passport, sio kwenye shughuli nyingine. Kwa hiyo Dr. Makakara, katafute eneo, nitawapa bilioni 10. Wakati wowote mtakapozihitaji, muanze kujenga makao makuu ya immigration. Na ninatoa hizi kwa shukrani kwa kazi kubwa unayofanya wewe pamoja na watendaji wako. Endeleeni kuchapa kazi. Endeleeni kubadilisha jina la uhamiaji. Endeleeni kushughulikia wahamiaji haramu bila kujali, bila kumuogopa mtu yoyote. Juzi wameingia wahamiaji kutoka DRC, wako zaidi ya 1500, lakini walioripoti kwenye kambi ya wakimbizi ninaambiwa ni chini ya 1000. Wengine wameshaingia mitaani. Ni jukumu lenu kuwasaka mahali popote, na mimi ninafurahi sana saa nyingine ninapowaona maofisa wa uhamiaji wakishughulika. Sitaki kuwataja, lakini nimekuwa nikiona mara Mbeya, mara wapi, unakuta watu wameshikwa, wametokea nchi jirani, wanakwenda kushikiwa Mbeya au Iringa, na wanapoulizwa wale wahamiaji haramu wamepita labda kuanzia Kilimanjaro, ni lazima mkurugenzi mkuu ujiulize, huko Kilimanjaro, huko Singida, huko maeneo mengine Manyara, kuna ofisi zako, walipitaji? Ifike mahali
anaposhikwa mhamiaji haramu, anashikiwa Mbeya, na anapoulizwa particulars zake kwenye mikoa aliyopitia, uchukue hatua wakuu wa mikoa hiyo yote wanaohusika na immigration, hata wapunguze vyeo, hata nyota zipungue, ili waanze kujifunza majukumu yao ya kufanya kazi. Akihitimisha hotuba yake, Rais Dr. Magufuli ameelezea pia masuala kadhaa ambayo asingependa kuyasikia na kwamba yatamshangaza endapo yatajitokeza, hasa baada ya uzinduzi wa mfumo wa uhamiaji mtandao. Kwa sababu hiyo, nitashangaa kama pamoja na kuanza kwa mradi huu, wananchi watachukua muda mrefu kupata pasipoti zao au kupata majibu ya kutopewa kwa kukosa vigezo. Nitashangaa kama malalamiko ya upatikanaji visa yataendelea kusikika kama ilivyotokea wakati wa sherehe za waumini wa madhehebu ya Bohora mwaka jana na wakati wa ujio wa timu ya Everton ya Uingereza mwaka jana. Nitashangaa kama vibali vya ukaaji vitatolewa kiholela na kwa watu wasio na sifa. Nitashangaa pia kama ukusanyaji wa mapato hautaongezeka. Nitashangaa sana, lakini nitapenda pia kusema kuwa katika kutekeleza mradi huu kuweni sana makini, hususani katika masuala yanayohusu usalama na uraia wa nchi yetu. Ni kweli kabisa kuwa mfumo huu wa uhamiaji mtandao ni mzuri sana, lakini kama mnavyofahamu, mfumo kama mfumo peke yake hauwezi kuleta matokeo tunayoyataka. Ufanisi wa mfumo huu utategemea sana uadilifu na utendaji kazi wa watumishi wa idara hii. Katika hatua nyingine, mara baada ya shughuli ya uzinduzi wa mfumo wa uhamiaji mtandao, Rais Dr. Magufuli na mkewe Mama Janet Magufuli kwa pamoja wakamtembelea msanii mkongwe Mzee Amri Athumani almaarufu kama King Majuto, sambamba na wagonjwa wengine ambao wamelazwa katika hospitali ya Tumaini ya jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Na baadaye msanii huyo akaelezea faraja yake baada ya kutembelewa na Rais Dr. Magufuli na mkewe Mama Janet Magufuli, lakini pia akagusia utendaji wake tena kwa ucheshi. Nimefadhilika sana kwa sababu sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa mkuu wa nchi kuja kuangalia. Kwa sababu kweli nchi yetu ina upendo mkubwa sana, sijawahi kuona. Ndio maana nikamwambia kwamba sasa nitapona. Kwa kweli ni baraka kubwa sana, kwa sababu mkuu wa nchi chaguo linakuja kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kutembelewa na mtu wa Mungu, nitapona inshallah. Kwa sababu kweli uongozi wa Rais Magufuli sijui, lakini Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, kwa sababu kuna sehemu amezikamata sawa na watu wanaelewa sasa hivi kwamba hii nchi ina viongozi. Kwa sababu kuna watu ambao ni wajeuri kiitikadi, so yani wao lazima kama ni kuiba lazima waibe, hawajali. Na kama ni kudhulumu lazima dhulumu, kama ni kazi kufanya baba ndio kazi yao. Mtu sana yuko baa, kisa hivi ni kazi tu. Alisema ile pajero tunasema ni jero, tutaita shilingi 500, tunaita 500 sasa hivi, sio mchezo. Kwa mimi yani raha sana. Mtu kafoji vyeti nje, hata kama kama miaka 20, kumbe ulikuwa umefanya foji nje. Kwa sababu mimi kweli nimefurahi, mimi nimefurahi. Ndio maana mimi ndio mtu wa kwanza kumtabiri wakati wa waziri. Nimtabiri kasema huyu akatupatiwa rais huyu itakuwa shughuli kile filikio. Kasema huyu mtendaji bwana, mwache tu kule kwenye barabara. Nikamwambia aje huku, mwake huyu afumbi mtu macho. Kila zara wanampeleka kumekucha, kila zara wanampeleka kumjaribu kumekucha. Sasa na huko kwenye rais la kumekucha. Nimeshukuru sana kuchaguliwa bwana. Tupata rais sio mascara. Watoto sasa wana adabu zao. Wote sasa wana adabu zao, wanajua nini kazi, wanafanya kazi. Na sio wazee tunafarijika sasa hivi. Leo kama hivi viwanda vinatapakaa, barabara nani sijui nimeshatembea Kenya, Rwanda wapi. Sisi tuna barabara nyingi sana nzuri kwa bidii yake. Akiingia wizara hii tayari
kumekuwa sawa sawa, kingeenda kila mmoja anashika adabu yake. Na leo kuangalia hospitali lakini sijui kama wengine hawajajikojolea kwa uoga. Sababu hata kama msara haki ya Mungu unaweza mwingine sasa tetemeka usiona leo, lakini namna ndio raha na yapata kiongozi mwenye msimamo. Viongozi sio kweli wenye msimamo kama mnaye wapata ni wachache sana. Alafu nje shughuli zake kule kutazama mtu kama mimi Majuto natamani kutoka na machozi ya furaha ya tumempata baba. Tumempata baba, yule ni baba yetu. Tumempata baba. Sio wasanii pekee yetu na Watanzania wote, kwa sababu nimeona kule Muhimbili watu tumepata kiongozi. Kumekucha, watu wanafanya kazi kweli. Nimepokewa nakwambia tutemeke wewe kwa huku mwingine mburuta huku njoo kumzee tumeingia pale saa 5 usiku mpaka saa 4 kila kitu kishajulikana na mwana nini. Wanahoji watu 3 4 na sipokea mkono niingia mgonjwa pale anahudumiwa kuzuri. Tumshukuru Mwenyezi Mungu akatupatia kiongozi mzuri. Mtazamaji, asante sana kwa kukitazama kipindi hiki maalum cha Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambapo hii leo ni mahususi kwa ajili ya shughuli ya uzinduzi wa mfumo wa uhamiaji mtandao pamoja na hati ya kusafiria ya kielektroniki. Kipindi hiki kimeandaliwa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, nami ni Emmanuel Buhohela kwa niaba ya wenzangu wote nilioshirikiana nao, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.